Kwa majina naitwa Fadhili Alison, ni mratibu wa tamasha la wakulima Festival 2026 ambayo tunalifanyia hapa jijini Mbeya, na hapa tulipo ndo eneo ambalo tamasha hili linaenda kufanyika. Kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa. Tunayo mashamba darasa ya mazao mbalimbali kama unavyoona, lakini pia tuna mabanda ya maonesho ambayo ni maandalizi yanafanyika hapa. Lengo ni kuhakikisha tu kwamba inapofika siku ya kesho kila kitu kinakuwa kimepangwa, kinakwenda kama kilivyokuwa kimepangwa. Katika tamasha hili tunatarajia kuwa na washiriki zaidi ya 100,000 kwa muda wa siku 5, ambapo wastani wa siku moja tunategemea kuwa na washiriki zaidi ya 20,000. Tumetengeza strategy za kufidi washiriki kwenye hili tamasha. Tutakuwa na series ya mikutano kando ya hili tamasha. Tutakuwa na mikutano ya vijana, tutakuwa na mikutano ya wajasiriamali, tutakuwa na mikutano ya wanawake, lakini tutakuwa na mkutano wa wakulima, ambapo tarehe 25 siku ya kesho tutakuwa na mkutano wa vijana. Tunatarajia kuwa na vijana kati ya 2,000 mpaka 4,000 ambao watashiriki katika hili tamasha. Hao vijana tunawatoa maeneo tofauti tofauti. Wapo ambao tumewatoa kwenye database ya serikali ambao ni wale wanufaika wa mikopo ya 10%, lakini wapo vijana ambao wanatoka kwenye mradi wa YEFFA ambao uko chini ya Likolto. Tunakuja kudiscuss masuala ya financing na linkage ya masoko kwa upande wa vijana ili kuweza kufikia ndoto. Tarehe 26 tutakuwa na mkutano wa wafanyakazi ambapo tutazungumzia masuala ya financial management, debit management, mental health. Tutakuwa na Chazi Nduku ambaye ni mtaalamu wa fedha aliyebobea certified one, atakuja kutujengea uwezo. Lakini tarehe 27 tutakuwa na mkutano wa wanawake, zaidi ya wanawake 2,000 ambao tunaamini watakuja kujifunza masuala ya fedha, masuala ya masoko na vitu vingine. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri na mtaani shamla ni kubwa. Watu wamejipanga, tumewaalika watu mbalimbali ambao tunatamani waje kushiriki ili kuhakikisha kwamba tunafikia malengo kama ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Tumeona maonyesho haya yamebezi sana kwenye masuala ya kilimo. Unaweza kutueleza kidogo ni kitu gani ambacho kilikufanya utengeneze shughuli hii hasa inayobezi kwenye masuala yetu haya ya kilimo? Kilimo ni sekta ambayo iko diversified sana. Ni sekta ambayo ina vitu vingi kwenye mnyororo wa thamani, na ni sekta ambayo inamhusu kila mtu na inaweza ikambeba kila mtu. Kwa mfano, unakuta ndio sekta ambayo whether huna ajira, whether uko na ajira, ni fursa ambayo ipo, itakupa chakula, itakupa kipato, lakini mnyororo mzima wa thamani kuanzia kwenye kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa bado kuna pesa, kuuza pembejeo kuna pesa. Kwa vijana ambao wana struggle kutafuta mitaji, eneo pekee ambalo linaweza kuleta tija kwenye kilimo, kuleta tija kwenye maisha ya vijana ni kupitia kilimo. Sasa vijana wengi tumekuwa tukisubiri ajira. Kushamaliza degree yako, masters na elimu yako ambayo unaona kwako iko vizuri, unaanza kusubiri ajira serikalini. Labda wewe ni kitu gani ambacho kilikusukuma kutoka direct kwenye kusubiri ajira mpaka kujiajiri hasa katika masuala haya ya kilimo? Kwanza mimi ni shuhuda ambaye mimi niliacha kazi ambayo nilikuwa nimeajiriwa na nikiwa nalipwa mshahara mnono kabisa. Niliweza kuacha kwa sababu niliona hai expel kwenye yale matarajio ambayo nilikuwa nategemea. So nilichoamua kukifanya ni kuja kuanza kufanya uwekezaji kwenye kilimo, lakini tukienda pamoja na vijana wenzangu. Tumekuwa na harakati nyingi. Tumejaribu mara nyingi. Tumesimama, tumeanguka, tumesimama, tumeanguka. Lakini unapoiona leo hii project ya Wakulima Festival ni project ambayo inafundisha wakulima wengine jinsi kilimo ambavyo kinaleta tija, lakini pia vijana ambao ni wanufaika wa huu mradi, mazao yote yanabaki kwa ya kwao. Kwa hiyo you can see vipando vyote hivi vikiuzwa ni a lot of money ambayo itaweza kuwasaidia wao kuweza kufikia malengo ya maisha yao, lakini na wao ni sehemu ya kujifunza kwamba anaweza ka extend kwenye maeneo mengine. Kinachowakosti vijana bado hawaamini kwenye, vijana wengi tunatamani maisha ambayo
yako ready kama popcorn. Popcorn ni mahindi ukiweka kwenye kikaango, mafuta, sukari, tayari inakuwa ni product. Kwenye kilimo kuna transformation, kuna kasehemu fulani ambako sio kazuri, kana mauzi sana. Yani nikasema ambako yani ili uweze kwenda nako sawa, ndio commitment halisi ilipo. Ukivuka hapo wewe umetoboa kwenye kilimo. Vijana hawapendi kuchafuka, hawapendi kustruggle, hawapendi hivyo. Wanatamani vitu ambavyo vinaenda smooth, lakini ukiinvest muda, ukiinvest time kwenye kilimo, it's a big time. Tumeona maonyesho haya yamekuwa yakifanyika tu hasa katika kipindi cha 8/8 na kwa mikoa ya nyanda za juu kusini, makao makuu ya maonyesho haya ni mkoani Mbeya ambayo yanafanyika pale 8/8. Lakini sasa kwako umekuja kitofauti, ni April hii. Ni kitu gani ambacho umekiona sasa labda maadhimisho yako uyaweke yawe ya kitofauti zaidi? Kutokana na ukubwa wa jiji la Mbeya, kwa mfano jiji la Mbeya ni kubwa sana. Ukiangalia kilomita za mraba pengine huwezi kufananisha na maeneo mengine ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo ili tamasha ukiangalia kutoka hapa kwenda 8/8 pana umbali mrefu sana, kiasi kwamba wakulima wengi wanaotoka ukanda huu hawapati nafasi ya kushiriki kikamilifu kule. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo tumeamua kuwasogezea teknolojia nyumbani ili wajifunze kwa uhakika, tukishirikiana na serikali na wadau wengine wa maendeleo ambao tunakwenda kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafikia malengo. Okay. Ni mwaka wa pili maonyesho haya yakiwa yakifanyika hasa maeneo haya ya Iwambi. Labda unaweza ukatuelekeza nia yako ni ipi ya kuhakikisha kwamba elimu hii unayoitoa inavuka kimataifa na maonyesho haya yanafuatiliwa sana kimataifa? Bado hatujafikiria kwenda kimataifa actually, lakini mpango wetu ni kwamba baada ya maonyesho, kwa mfano kwa mwaka unaokuja tunakwenda kuexpand kwenye mikoa 5 mpaka 7 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakwenda Njombe, tutakwenda Dodoma, tutakwenda Tabora, tutakwenda Singida, tutakwenda mkoa wa Pwani na maeneo mengine, ambapo kila mwezi kuanzia mwezi wa 5 tutakuwa na tamasha moja kila mwezi kwenye hayo maeneo. Lengo ni kutanua wigo wa teknolojia wa kushowcase na kuhakikisha kwamba tunawafikia watu wengi zaidi, lakini pia ni kuhakikisha kwamba tunajaribu kuonyesha kwa vitendo vijana wenzetu kwamba ukiinvest kikamilifu kwenye kilimo utapata matokeo mazuri. Kinachotakiwa tu ni commitment, ni passion, lakini una spirit pia ya kufanya hivyo. Na ukiangalia mashamba darasa kama haya, yani unaiona hela. Unaiona hela ni kwa sababu ni investment imefanyika ambayo ukimwonyesha kijana anataka vitu vya namna hii. Umeona hizi nyanya hapa? Hii ni hela. Muda si mrefu hapo tulikuwa tunachukua 5,500 nyingi sana hapa. Kwa okay. Hii kumbe ni deal. Anakuwa inspired kuingia kwenye kilimo na kuanza kufanya kilimo. Sasa kulingana na elimu ambayo mmekuwa mkitoa hapa watu kusogea labda kwenye maonyesho yenu ya Kilimo Festival, je, amuone kwamba kuna umuhimu sasa kuanza kuwatembelea wakulima? Kutembelea wakulima itadepend na availability ya resource, ndio maana tumecluster sehemu moja. Tunaamua kuwa invite wakulima kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kuhakikisha tu kwamba wanapata elimu ambayo tunakusudia kuwafikishia. Na rasilimali zipo, serikali inafanya, kila kata wana afisa kilimo kwamba anahamasisha kwenye ile eneo, kuna maafisa kilimo kwenye level za vijiji, pia ni kuhakikisha kwamba wanafanya yale ambayo yanatakiwa kufanyika. Sisi kutokana na uchanga wetu, lakini uhaba wa rasilimali, kile kidogo ambacho tunakifanya tunaweka sehemu moja kama ni center of excellence, lakini tutamobilize entire community kufika hapa ili waweze kujifunza. Na ikitokea tumepata hiyo chance, tunaweza kuwa na mobile program ambazo tukaenda vijiji kwa vijiji au mitaa kwa mitaa kuhakikisha kwamba tunawafikishia malengo wakulima wale waliokuwa wanahitaji. Lakini pengine inakuwa ni changamoto zaidi kwa sababu hii program inakuwa na machinery. Tuna makampuni ambayo yata showcase tractors, yata showcase magari ambayo yanatumika kwenye off-roads. Tutakuwa na makampuni ambayo yana showcase uanzishaji wa viwanda vidogo vidogo. Wenzetu SIDO watakuwepo, lakini tutakuwa na makampuni mengine ambayo yanaonyesha mashine mbalimbali ambazo zinatumika kusindika mazao. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba tunamuonyesha yule mwananchi hasa kijana kwamba inawezekana. Tuachane na muda wa kubeti, kulalamika, tuchukue hatua. Lalamika lakini unachukua hatua za makusudi ambazo zinaonekana, ili hata mamlaka zinapokuona kwamba unalalamika zinaona kabisa una sehemu ambayo kweli inaleta tija katika jamii.